Sana TV. Inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Wakati wote rehma za Allah ziko karibu na wale wenye kufanya mazuri, kufanya wema. Kila ukiwa mwema na Allah anakumiminia rehma zake, ziko karibu na wewe. Lakini la pili, ihsan tariqun ila aljanna. Moja katika njia za kukufikisha peponi ni kuwa na utendaji mzuri duniani. Wallahu yuhibbul muhsinin, kwa sababu hawatoingia janna ila wapenzi wa Allah, na Allah anawapenda wale wenye kufanya vizuri. Lakini ihsani vile vile, unapokuwa mtendaji mzuri, Allah hukupatia katika neema zake, sawa ni neema ya elimu, ufahamu, akaifanya mzuri akili yako, akakupa urafiki mwingi katika maisha yako, kwa sababu kiasi utakavyokuwa mwema mzuri ndivyo Allah anavyosema, wakadhalika najzil muhsinin. Wakati wote tunawapa mazuri wale wenye kufanya ihsan. Lakini vile vile ihsan ni sababu ya kuipata ihsani ya Allah. Wewe ukimfanyia kiumbe mazuri, na Allah atakufanyia wewe mazuri. Inna Allaha fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Allah yuko katika kumsaidia mja pale mja anapomsaidia mwenzake. Ndio akatwambia hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Hayakuwa malipo ya wema isipokuwa ni kulipa wema. Na ndio akasema in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Mukifanya wema mwajifanyia wema wenyewe, na mukifanya ubaya basi vile vile mujue ubaya ule mnaufanya mnajifanyia wenyewe, hamumfanyii mtu mwingine. Haya ndiyo baadhi katika mazuri ambayo tutayapata katika tabia ya ihsan, kwamba kiasi utakavyokuwa mtu mwema, utakavyokuwa mtu mzuri, ndivyo Allah tabarak wa taala atakuzidishia mazuri katika maisha yako. Allah sema inna Allaha ma'al ladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun. Allah tabarak wa taala yuko pamoja na wenye kumwogopa na wale wenye kuwa wazuri au kufanya mazuri. Bali ukitaka Allah kuzidishie kheri alizokupatia, zidisha uzuri katika maisha yako, kufanya wema. Allah sema wasanazidul muhsinin, tutawazidishia wale wenye kufanya mazuri. Lakini hata janna Allah tabarak wa taala kawawekea na mazuri yaliyoko janna, zaidi ya janna wale wenye kufanya wema hapa duniani, pale aliposema lilladhina ahsanu alhusna wa ziyada. Wale watakaofanya wema basi watapata wema na zaidi ya wema. Allahu tabarak wa taala sema فأثابهم بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. Na hayo yote yatakuwa ni malipo ya wale wenye kufanya nini? Kufanya wema. Nimesema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amsifu mwenye kufanya wema duniani, hata anaposhindwa kufanya ule wema bado ataandikiwa yeye yuwafanya wema. Ndio kaambiwa igtanim khamsan qabla khams, wahi mambo matano kabla ya matano, kwa sababu kuna wakati yatapotea haya matano, yakija yale mengine matano utakuwa huna fursa tena ya kufanya. Ukiwa kijana, tumia ujana wako katika taa ya Allah, hata uzee ukiondoka umekubakisha katika fi dhillin yawma la dhilla illa dhillu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema idha marida al-abdu aw safar kutiba lahu mithla ma kana ya'malu muqiman sahiha. Mmoja wenu akaugua au akasafiri, bado yeye uko kitandani anaugua, lakini anaandikiwa wema alokuwa akifanya nini? Akiufanya. Madamu alikuwa na tabia kufanya wema wakati ni mzima, basi hata akiugua thawabu zitakuwa zinafanya nini?
zinaendelea kuandikwa, kwa sababu nia yake ni mwenye kufanya wema. Ameingia kwenye safari, ameshindwa kufanya ibada alizokuwa akizifanya nyumbani, bado ataandikiwa kama anazifanya, kwa sababu alikuwa akiishi kwa wema. Haya ndiyo maisha yanatokana kwa kila muumini, ajitahidi nayo na afanye bidii katika maisha, kila mara kujiuliza, je, mimi ni mwema? Kila mmoja wetu akiondoka hapa leo achague kwamba kuanzia leo kongamano lilibeba mambo mawili: inna Allaha ya'muru bil adli. Sasa iwe ndiyo zawadi ya kongamano la mwaka huu. Beba hivi vitu viwili: kuwa mwadilifu kama ulivyofundishwa uadilifu ni nini, na kuwa mwema kama tunavyozungumzia wema ni kitu gani, kwa sababu hatopata wema isipokuwa yule aliyefanya nini? Wema. Na nukta ya mwisho, yawezekana ukawa wewe mwema, lakini unaowafanyia wema hawatambui wema wako, au si kweli? Jamii zetu waweza kuwa mzuri wewe kwa jamii yako, lakini wale unaowafanyia uzuri wao hawaoni. Kila ukifanya uzuri wanaregesha ubaya. Wallahi, usirudi nyuma, kwa sababu kila mtu anaishi vile alivyo, kila mtu anaishi na tabia yake. Kwa hivyo usiseme hawa hawatambui bwana. Wewe huwafanyii hawa. Alokuambia fanya wema ni nani? Wa ahsinu inna Allaha yuhibbul wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Allah ndiye aliyokuambia fanya wema, usirudi nyuma. Usibadilishe tabia yako kwa tabia ya mtu mwingine. Wewe fanya kama ulivyo wewe. Kuna bwana mmoja kule miji yetu ya pwani, ukikaa baharini kuna zile sea walls. Sasa mtu amekaa kwenye ile sea wall ngome, maji yanapiga, kuna paka wawili wakatokezea, wafukuzana mbio, mmoja akateleza ndani ya maji. Kila akijitahidi kuja kupanda kwenye ile wall hawezi, mawimbi yanampiga vibaya. Huyo akamhurumia ule paka, akaenda kumsaidia. Lakini paka ajua msaada kweli? Akimshika yeye anafanya nini? Akimshika anamkwaruza. Wenzake wanamwambia, wewe mjinga kiasi gani wewe, achana naye. Yeye anang'ang'ana, mwisho akachukua nguo yake, akavua shati, akafunga kwenye mikono yake, akaanza kumsaidia paka, akamtoa. Wakamwambia, wewe vipi wewe? Angalia umejiumiza kwa ajili ya paka shekhe. Paka anakunyanyura, si ungemwacha? Akasema, mimi ni mwanadamu, sikubali kushindwa na mnyama paka. Paka tabia yake ni kugwara, si ndio? Mimi tabia yangu ni kuhurumia. Sasa ningemwacha paka, ingekuwa na mimi tabia yangu ingekuwa kama nani? Kwa hivyo mimi sikubali kushindwa na nani? Na paka. Lazima nidhihirishe ana insanun, mimi ni mwanadamu. Laqad khalaqna al-insana fi ahsani taqwim. Tumeelewana? Leo kuna watu wengi hurudi katika wema kwa sababu hawaoni mrejesho wa wema. Kuna watu, pengine nilikutana kesi moja, mfadhili mmoja kwenye msikiti ameacha kulipa taa na maji, msikiti giza. Waumini wakanambia, tuomba useme naye. Tulipokaa kuzungumza, akanambia, shekhe bana, ni kweli maneno yake, lakini hujui walivyo wakorofi hao. Hawa jamaa, hakuna waumini hapa, washenzi tu. Hawa jamaa washenzi tu. Tumeelewana? Shenzi, Sasa huyu amekosa ajiri kubwa anaoifanya, anauweka nuru msikiti, akitarajia kaburi lake kesho liwe na nini? Na nuru. Lakini leo kwa sababu eti waumini hawampi heshima. Jamani, wema wetu tunamfanyia nani? Allah tabarak wa taala. Wewe fanya kwa yule aliyokuambia ahsin kama ahsana Allahu ilaik. Fanya wema kama yeye alivyokufanyia wema. Wewe mema utakayoyafanya hayawezi kulipa jicho. Hawayaweza?
iko thamani ya maisha ya hela utakazopewa ziwe sawa sawa na jicho lako? Bwana mmoja alienda kwa shekhe akamwambia, shekhe bwana, mimi haya maisha bwana, mimi naona mmezaliwa na mkosi, mimi kwa sina neema yoyote, kwanza nimezaliwa mimi taabu tu, taabu. Akamwambia, shida nini? Sina hela shehe. Kwa hivyo shida wataka hela? Ndio, hizo ndio dua za siku hizi bwana, uchumi mbaya. Akamwambia, njoo kesho asubuhi saa 2 njoo hapa. Ule bwana hata saa 2 haikufika. Amefika kwa shekhe. Shekhe, shafika mimi. Ambia pole pole, saa 2 bado. Shekhe, kitabu zako ndio hizo. Wahi, Shekhe akamwambia, kuna bwana yuanunua jicho kwa milioni 50. We shekhe kisirani we. Shekhe gani sasa we? Hivi mimi niuze jicho kwa ajili ya milioni 50? Akamwambia, sio usema huna neema, huna hela, huna neema. Sasa toa hii jicho tu utapata neema. Jicho sitaki. Wewe una neema za Allah nyingi, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Fanya wema ukijua unamfanyia nani? Allah tabaraka wa taala.